Kwa jina naitwa Idaya Rashidi Mnemwa. Ndio. Mjumbe serikali za mitaa Mibobo. Ndio. Hii ni kata na Mnyamba, mtaa wa Mibobo. Kuna tukio limetokea la binti mmoja kwa jina aitwaye Mwajuma Mohamed Mkule. Ndio. La kujitosa ndani ya kisima. Naam. Kwa chanzo cha kupewa taraka na mumewe. Na hiyo ilikuwa ni lini? Hilo tukio limefanyika jana saa 3 asubuhi. Okay. Nilipewa taarifa na mumewe kwamba mjumbe, na kuhitaji nyumbani kwangu kuna ugomvi mimi na mke wangu. Ndio. Yule mama naye akatoa maelekezo yake. Alipotoa maelekezo yake, yule mume ambaye aitwaye Razaki Selemani Bwindu akamuuliza mkewe, unachokitaka nini? Yule mwanamke akamjibu mumewe, ninachokihitaji ni taraka. Okay. Yule mume akamkabidhi taraka. Yule mwanamke kunyanyuka pale nyumba ya pili kuelekea kule nyumbani kwao. Baada ya kuachika hapo, mimi nikaelekea na safari zangu. Ndio. Nilipoenda shamba sijakaa hata dakika 5. Napigiwa simu na tena mume wa Mwajuma Mohamed Mkule ambaye aitwaye Razaki Selemani Bwindu. Ndio. Ananiuliza, mjumbe uko wapi? Namwambia mimi niko shamba. Ndio. Akanitamkia, mama watoto wangu kajitosa kwenye kisima ambacho kilikuwepo kwenye nyumba yao. Ambayo ni mlango wa nyuma wa nyumba yao. Ndio. Nikamuuliza, uko na nani? Akaniambia, hapa niko peke yangu na pamoja na majirani. Nikaambia, naomba utoe taarifa haraka sana kwa mwenyekiti wa mtaa. Ndio. Mimi niko shamba. Akaniambia sawa, na niendelea kusambaza taarifa. Nikamwambia na mimi pia nakuja. Mimi nilipofika nimeenda kuangalia kule ambako walikojezana watu. Nimemkuta yule binti yuko ndani ya kisima. Kisima hakikuwa na maji? Kilikuwa na maji. Naona kama kitoka kama ni futi 3 au futi 4 hivi, sababu kwamba yuko alipokasimama huyo binti yalikuwa yamemfika kwenye kiuno. Okay, hayakuwa mengi ya kuzama. Ndio. Watu wamefanya juhudi, wamemtoa yule binti, ametoka mwenyewe ndani ya kisima hadi nje ya kisima. Anapanda kwenye ngazi. Kilichoendelea pale, yule binti alipofika nje ya kisima hakutaka kutulia. Akajifanya kama na mawewe, kumbe anakimbia kwenye kisima cha pili tena akadondokea. Watu wakawa wamemkimbiza, walikwenda kule mbele, walipomkimbiza kumbe na mwenyekiti ndo anatokea mbele yake akamkamata. Ndio. Okay. Kwa tunapozungumza na wewe binti yuko polisi? Tunapozungumza na mimi sasa hivi huyo binti yuko polisi tangia jana. Na hali yake ipoje alivyoingia hapo kisimani baada ya kutoka pia? Yaani yuko vizuri tu. Ana familia, yani ana watoto? Ana mtoto mmoja, ndio bado mtoto anamnyonyesha na umri miezi 9. Baada ya kuzungumza naye mjumbe amesema chanzo cha yeye kujitosa kwenye hicho kisima ilikuwa ni nini? Anasema ni hasira zangu. Hasira sababu alikuwa mume yani huyo binti alikuwa anataka achukue godoro pamoja na mtambo. Mume anamwambia ili godoro liache na huu mtambo uache, sababu mtambo bado haujamalizika kulipa. Mtambo wa taa? Mtambo wa taa ambao ni huko juu ya nyumba. Okay, kama sola.